tunaanza na sura ya 15, nasema aina za biashara ya forex, types of forex trading. Unaona kwamba tunasema au tumejifunza kwamba forex ni soko lenye mabadiliko ya haraka sana, unaona, lakini sio kila mtu ana muda, mtazamo au tabia ya kufanya biashara kwa njia moja, unaona. Kwa hiyo kila mtu, kwenye uzuri wa hii biashara ni kwamba hata huo umebanwa vipi, still bado unaweza ukaifanya. Yani ni biashara ambayo haiwezi ikakuzuia wewe kufanya biashara zako nyingine, kwa sababu unaweza ukaarrange muda, then huo muda ukawa unajipa labda mimi kwenye chati ukaweka timetable yako, labda nitakuwa naangalia chati muda fulani na muda fulani. Inawezekana, ni very possible. Kwa hiyo hata kama una biashara zako nyingine au umeajiriwa au na vibarua vyako vingine, pia havikuzuii wewe kufanya hii biashara ya forex. Na vile vile kitu kikubwa ambacho kinahitajika uwe na smartphone tu, unaona. Sometimes smartphone ni muhimu, PC ni muhimu, lakini hata ukiwa na smartphone tu unaweza ukafanya hii biashara, kwa sababu hizi chart zote ambazo tumetoka kuelekezana huko nyuma zote zinapatikana kwenye simu, na unaweza ukafanya uchambuzi wa soko kupitia simu yako na ukapata matokeo mazuri kabisa, unaona. Kwa hiyo sasa kwenye kufanya huku biashara lazima uchague pia ili uweze kupangilia timetable yako vizuri, unaona. Lazima uangalie na wewe ratiba zako ziko vipi, unaona. Sasa kwenye kuangalia ratiba zako ziko vipi, lazima pia ufanye consideration ya muda ambao unapatikana, unaona, mtaji ulionao, tabia yako ya kisaikolojia, na vile vile na malengo yako ya kifedha. Kwa kuzingatia hivi hapa vitu vinne, unaweza kabisa wewe kujipangia timetable yako, bwana, mimi kulingana na muda ambao unapatikana, mtaji ambao ninao, na tabia yangu ya kisaikolojia pamoja na malengo yangu ya kifedha, basi mimi kwa siku naweza nikawa naangalia chati au naangalia soko mara 2, unaona, au mara 3, unaona, au sometimes mara 1 tu kwa siku, unaona, au hata mara 5, unaona. Inadependi na wewe majukumu yako ulionayo. Kwa hiyo majukumu yako ndio yatadetermine wewe uwe ni trader wa aina gani. Sasa kwenye hii biashara ya forex kuna aina kuu 3, unaona, kama sio 3 4 kama sikosei. Aina ya kwanza ni scalping. Inamaanisha kwamba unaweza ukawa unafanya hii biashara ya forex kama scalper. Nikisema scalper namaanisha nini? Kwamba tuangalie scalping kama scalping. Maana yake scalping ni biashara ya haraka sana, yani ni unaingia sokoni na kutoka ndani ya muda mfupi, unaona. Ni kitendo cha kuingia sokoni na kutoka ndani ya muda mfupi, yani trades zako zinachukua sekunde hadi dakika chache au dakika kadhaa, tayari unakuwa umeshafunga trade husika, unaona. Kwa hiyo lengo la scalping au scalper, unasikia mimi scalper mimi nini, wale ma scalper wote wanakuwa wanachukua faida ndogo mara nyingi. Kwa hiyo unakuta labda anakuwa anaingia ana trade, ikifika $2 anatoka, $2 anatoka, $2 anatoka. Kwa hiyo unaweza kaingia kama mara 10 hivi, alafu kwenye kila trade ambayo anakuwa ameingia anakuwa ametoka na $2. Kwa hiyo ukizidisha kwa zile mara 10 anakuwa amepata labda dola ngapi? $20. Wakati kuna mtu mwingine anaweza kaingia mara 1 alafu akakaa sokoni siku nzima akaja akatoka na $20. Na kuna mwingine anaweza akaingia sokoni leo akaja akatoka wiki ijayo na vile vile akatoka na $20 au zaidi, unaona. Na kuna mwingine anaweza akaingia leo alafu akakaa sokoni akatoka baada ya miezi 2 au 3 akatoka na $30, $40 au 50, unaona. Kwa hiyo sasa turudi kwenye scalping, kwamba ili uweze kuwa scalper lazima uwe makini sana, kwa sababu scalping inahitaji muda mwingi sana, ukae mbele ya chati, uwe muda wote wewe unaangalia chati. Yaani utafikiri umenaniliu ushai kuinjika maharage jikoni, yani kila muda unaenda unachungulia. Yani scalper mara nyingi anakuwa hana amani, kwa sababu muda wote anahitaji kuingia sokoni, angalia nini, angalie opportunity. Lakini vile vile licha ya kuwa na uangalifu wa hali ya juu, lazima uwe na interneti ya uhakika, unaona. Yani mazingira uliopo, internet haitakiwi kukata hata kidogo, kwa sababu mara nyingi scalper ni watu ambao wanateki riski kubwa. Ni scalper wachache sana ambao wanatrade kwa risk management, ila wengi wao wanaingia kwa kujilipua, kwa kutaka kuflipu account. Kwa hiyo lazima uwe na internet ya uhakika, kiasi kwamba internet ikipotea tu ndani ya sekunde 5 alafu na yeye unakuta alikuwa ameshaingia kwenye trade, kuna uwezekano mkubwa wa kupata hasara kubwa. Lakini vile vile kwa scalper kama scalper, ili uweze
scalper uweze kuwa na matokeo mazuri, lazima utrade pair zenye spread ndogo, na kama sio pair zenye spread ndogo, basi utafute broker ambaye anakuwa na spread ndogo ili uweze kuiona faida haraka. Unaona? Kwa hiyo mfano labda unaweza ukaingia kubai labda Euro USD saa ngapi? Saa 4 kamili na sekunde 5, alafu ukaja ukatoka saa 4 kamili na sekunde ngapi? 40. Kwa hiyo ndani ya sekunde chache tayari price imeenda kwenye muda wake kulingana na rules alizotumia, tayari amefunga nini? Amefunga faida. Kwa hiyo mtu kama huyu unakuta labda ametengeneza count pips 3 ametoka, pips 4 au pips 5 ametoka. Huyu tunamuita ni nani? Ni scalper. Lakini trader wa aina nyingine tunamuita ni day trading. Unaona? Day trading, huyu ni trader ambaye yeye halazi trades, ila ana uwezo, anaingia sokoni labda tuchukulie mfano asubuhi saa 2 au saa 4, na anakuja kutoka usiku labda kabla hata ya siku kuisha. Unaona? Au anakuja anatoka jioni. Unaona? Trades hufanyika ndani ya siku moja. Hakuna position inayobaki usiku. Yaani huyu day trading yeye ana trade kwa siku. Unaona? Kwa hiyo ni mtu ambaye labda anaweza akawa anaangalia chart labda asubuhi, labda muda wa London session, afu akaja akaangalia tena muda wa New York session kutafuta entry za kuingia, au akaja akaangalia position ambayo ameingia asubuhi wakati wa London session kwenye New York session inaendeleaje. Kwa hiyo kama scalper yeye, ili uweze kuwa scalper ni lazima pia uwe na muda mwingi sana, yani usio na majukumu mengi. Unaona? Ili uweze kuwa nini? Uwe scalper. Sasa kwa scalper, kwa mtu ambaye ni mfanyakazi na shughuli nyingi za kufanya, scalping haimfai. Lakini vile vile day trading pia inamfaa mtu ambaye anakuwa na muda wa kufuatilia soko mchana, hata nusu saa au masaa mawili. Kama unaweza kufuatilia soko mchana, day trading inakufaa. Lakini vile vile inahitaji uchambuzi wa kiufundi na ratiba thabiti. Lazima ufanye uchambuzi kwa umakini sana, alafu lazima pia utengeneze timetable makini. Mfano ndo kama hivyo nilivyosema kwamba unapanga timetable yako kwamba asubuhi muda fulani nitaangalia chati, mchana muda fulani nitaangalia chati, na jioni muda fulani nitaangalia chati. Alafu kuna aina ya tatu ambayo tunaita ni swing trading. Unaona? Huyu swing trading, huyu ana hold trade. Anaweza kaingia leo, unaona, akatoka baada ya siku 3, 4 au sometimes baada hata ya wiki 2. Unaona? Ndo anakuja kuclose ile position yake. Sasa huyu swing trader ni trader ambaye unakuta anakuwa yuko busy sana, anapata muda mchache sana wa kuangalia soko. Kwa hiyo inamlazimu atumie hii mbinu ya nini? Ya swing trading. Sasa changamoto nyingine ya swing trading au swing trader ni lazima at least uwe na mtaji mkubwa, kwa sababu entry za swing trader mara nyingi huaga anaingilia kwenye time frame ambazo ni kubwa. Tutakuja kuangalia huko mbele time frame maana yake nini. Unaona? Labda anaingilia kwenye time frame ya kuanzia masaa 4, unaona, ya daily humo na kuendelea. Ameshuka sana labda kwenye time frame ya lisali moja. Unaona? Unakuta mara nyingi entry zake kwa hiyo akiingia hapo stop loss yake at least inakuwa ni kubwa kidogo, tofauti na huyu ambaye ni nani? Ni day trader. Unaona? Kwa hiyo huyu swing trades huchukua siku kadhaa hadi wiki. Trader hutegemea mwelekeo wa muda mrefu na price action. Pia inafaa kwa watu wenye kazi au majukumu mengine mengi. Unaona? Kwa hiyo mtu ambaye unajikuta na majukumu mengi, swing trading inakufaa, lakini pia jitahidi uwe na mtaji mzuri. Aina ya 4 ni position trading. Hii position trading ni kwamba ukiingia leo una hold trades ndani ya wiki 3, 4 au hata miezi 2 au 3, ndipo unapokuja kufanya kutoka kwenye hiyo trade. Unaona? Kwa hiyo trader anategemea sana uchambuzi wa msingi ambao ni technical analysis, pamoja na sana anaangalia sana fundamental analysis, kwa sababu kwa asilimia kubwa fundamental analysis ndio ambayo ina drive soko la nini la forex, kwamba hizi trendi za tunasema za high na higher low zinakuwa zinatengenezwa kupitia nini? Fundamental. Kwa hiyo mtu ambaye ana trade position trading lazima pia awe mfuatiliaji mzuri wa nini? Wa fundamentals. Unaona? Sio tu technical. Ana technical mara nyingi unakuta anakuwa anaitumia labda kwenye kufanya entry, ila muda mrefu anakuwa na focus sana na fundamental. Kwa hiyo lazima uwe vizuri kwenye kufuatilia taarifa za uchumi, sasa uchumi wa Marekani. Unaona? Lakini vile vile hii position trading inafaa kwa wawekezaji wa muda mrefu. Sasa hii tayari tumeshaama kutoka kwa sisi, yani sana hii wawekezaji kwamba unaingia leo na una risk labda $100, unategemea kupata hata $300 ndani ya mwezi. Unaona? Baada ya mwezi ndio unakuja kufunga sasa ile $300. Kwa hiyo sasa hii pia inategemea pia na majukumu walionao, kwa sababu hii yote position trading na swing trading inawafaa wale watu ambao wako busy sana, hawana muda
wa kupitia pitia chati mara kwa mara. Kwa hiyo unakuta labda kwa wiki anaangalia chati mara 2, sometimes mara 1, huku day trader anaangalia kwa siku labda mara 3, ila swing trader kwa siku anaangalia labda chati mara 1. Unaona, au kila baada ya siku 2 anaangalia chati mara 1. Huyo ni swing trader. Tuko pamoja mpaka hapo? Unaona. Kwa sasa jinsi ya kuchagua uwe aina gani ya trader, lazima uzingatie kwanza muda uliokuwa nao. Kwa hiyo kama wewe unahisi una muda mdogo, unaona, alafu vile vile mtaji mdogo, yani tuseme sio muda tu mdogo, yani muda unao mwingi, yani unaweza kukaa kwenye chati hata ndani ya masaa unaona. Kwa sasa jinsi ya kuchagua, kwa hiyo kama wewe unaona una muda mwingi, unaona una uwezo wa kukaa kwenye chati hata masaa 2 au 3 au 4, unaweza ukachukua hii scalping. Lakini scalping si shauri sana, kwa sababu ni aina ya trading ambayo ni very risky, unaona, kwa sababu itakulazimu uchukue riski kubwa, utumie lot size kubwa, unaona, ili uweze kufanyaje utrade hii aina ya nini ya trade. Lakini vile vile kwa mtu ambaye ana muda kwa siku, labda ana muda mchana, asubuhi na jioni, day trading inakufaa. Lakini kama unajikuta una majukumu mengi, uko busy, swing trading. Lakini pia hii hapa pia inaangalia mtaji, lazima uwe na mtaji mzuri kidogo. Alafu vile vile unakuja kwenye aina nyingine ya position trading, huyu naye pia majukumu mengi, lakini vile vile huu unakuwa una trade sasa kama mwekezaji, una hold trade miezi 3 na 4 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii hapa inafaa sana, ni position trading. Forex sio biashara ya kukopi na kupesti, ni safari ya kujitambua. Aina ya biashara unayochagua inapaswa kabisa kuendana na tabia yako, na sio tamaa nini ya faida. Kwa hiyo hakikisha unaangalia tabia yako ikoje, majukumu yako yakoje, ndipo uchague aina nzuri ya kufanyaje ya kutrade. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri the best trading type ni intraday trading au day trading, unaona, kwa sababu hii inamfaa kila mtu, kwa sababu sawa tuko busy, lakini uwezo ukakosa hata nusu saa au dakika 15 ya kuangalia chati, unaona, labda asubuhi uwezo ukakosa hata nusu saa au hata lisali moja la kuangalia chati, mchana pia na jioni, unaona. Kwa hiyo vile vile pia usikurupuke tu kwenda kusema intraday, pia lazima pia unakuwa unaifanyia majaribio, unaona, unafanyia majaribio labda kwenye demo account. Lakini vile vile swing trading na position trading zinahitaji uwe na uvumilivu wa hali ya juu, kwa sababu sometimes chati inaweza ikaenda ukaona inasoma faida kubwa ya dola kama 20, afu ikarudi tena mpaka kwenye $5, afu ikaenda $50, ikarudi $10, unaona, ikaenda dola 70 au 80, afu ikarudi $30. Hivyo ndio inavyoenda kwa mtu ambaye ana swing na kufanya position trading. Kwa hiyo hii yote hii kushuka hivi, unaweza ukahisi kama inakuja kurudi kwenye nt yako ili upate hasara, afu inakuja inaenda juu. Kwa hiyo sasa kitendo cha market kumove kwa staili hii hapa inahitaji uwe na uwezo mkubwa sana wa uvumilivu, unaona, pamoja na kumanage psychology yako, pamoja na nini na emotion, unaona. Aina za order katika forex, unaona. Order ni nini? Hii ni sura ya 16, ambapo hapa tutajifunza aina ya nini ya order. Order ni nini? Order ni agizo unalotoa kwa broker ili kuingia au kutoka sokoni, unaona. Vile vile kama Kiswahili chake kinavyosema, Kiingereza chake kinavyosema, Kiingereza ni order, ila kwa Kiswahili ni maagizo au ni agizo. Kwa sasa na huku kwenye forex pia tuna kitu tunakiita order, unaona, ambao ni agizo ambao unakuwa unalitoa baada ya kudeposit pesa yako wewe kwa broker, ndio unakuwa unampa maagizo, bwana, sasa hivi nataka kuingia sokoni kubai, bwana, sasa hivi hii faida au hasara niliyoipata inanitosha, nataka kutoka. Unamtumia nini? Unatuma order, unaona. Na unatuma hizo order kwa kufanyaje? Kwa kuplace buy, unaona, instantly, au kwa kuplace sell instantly, au kwa kuplace close instantly, au vile vile kwa kuweka pending order, unaona. Tuna kitu tunakiita pending order, tuna kitu tunakiita stop order, unaona. Kwa kitu kingine tunakiita take profit TP, na kuna kitu kingine tunakiita stop loss. Hizi zote ni order ambazo tunakuwa tunazitumia sisi wapi? Sokoni. Ni order ambazo tunakuwa tunamwagiza broker, bwana, mimi na buy sasa hivi, kwa nataka uweke order ya kubuy sokoni. Kwa hiyo ukibonyeza button ya kubuy sokoni, broker anatii hilo agizo lako,
automatically unaingia kufanyaje, kubuy. Mimi nafunga, kwa unabonyeza button ya kuclose kwenye platform yako, then broker anafunga. Bwana, mimi naweka order ya pending order, labda naweka sell limit, unaona. Kwa hiyo price ikifika sehemu fulani nianze kusell, au price ikifika sehemu fulani nianze kubuy. Hivyo naweka take profit, order ya take profit, inamaanisha kwamba faida ikifika kiasi kadhaa broker afunge trade yangu moja kwa moja. Kwa hiyo hizo zote ni nini? Ni order. Kwa hiyo sasa kila order ambao unakuwa unaweka maagizo, au kila agizo ambao unakuwa unamtumia broker, unaona, linaonyesha jozi ya sarafu unayotaka kufanya nini, biashara. Kama unataka kubuy euro USD, unaona, kwa hiyo inaonyesha bwana, hii ni order ya euro USD, ya kubuy euro USD. Lakini vile vile order inaonyesha bei unayotaka kuingia, bei ambayo unaingilia, na bei ambayo unataka kufanyaje kutoka. Kwa hiyo mimi na buy at current market price labda 1.25000. Kwa hiyo broker anatumiwa hii order at the same time, anakuwa au within few seconds au milliseconds, unaona, broker anakuwa tayari ameshatekeleza hilo agizo lako, tayari ile order yako inakuwa imeingia wapi? Sokoni, au tayari unakuwa upo wapi? Sokoni, unaona. Lakini vile vile order lazima ionyeshe pia aina ya biashara, kama ni kubai au kufanyaje, kusell, kama unauza au unanunua. Lakini vile vile order lazima ionyeshe vizuizi vya hatari, ambayo hiyo vizuizi vya hatari tunasema ni nini? Ni stop loss. Stop loss ni vizuizi au kizuizi cha nini? Cha hatari, unaona, kinakuzuia wewe kupata nini? Hasara kubwa, ndio tunaita nini? Stop loss. Au malengo ya nini? Ya faida, unaona, take profit, ambapo inasema wewe bwana, unasema bwana, mimi baada ya kufika kwenye price fulani nataka broker ufunge hii order ambayo nimekuagiza ya kufanyaje, ya kubai, unaona. Au kama ni umempa order broker ya kubai, unaona, alafu broker akabai labda somewhere hapo, then utaweka na order pia ya nini? Ya stop loss, ambapo tuna kizuizi cha nini? Cha hatari, kwamba ikitokea labda soko halijaenda upande wangu, basi likiwa linageuza, unaona, basi likifika kwenye hii price labda 1.2700, basi hii order na kuagiza price ikifika hapa ufunge na hiyo hasara ambayo itakuwepo, ambayo nitakuwa nimekubali mimi kupoteza kiasi hicho cha nini? Cha pesa. Kwa hiyo ndio hiyo tunaita nini? Ni stop loss. Kwa hiyo unapokuwa unaingia au unapokuwa unaweka order, kunakuwa na aina ya biashara, either ni buy au sell, unaona, then unakuwa unaweka na malengo ya faida ambayo tunaita take profit, kifupi chake tunaita TP. Alafu vile vile unakuwa unaweka vizuizi vya hatari au kizuizi cha hatari ambacho tunaita stop loss au SL kifupi chake, unaona. Kwa hiyo mwisho wa siku market, soko linapokuwa linaenda, kama likienda upande wako, litaenda mpaka kwenye take profit yako, kwenye lengo lako la faida ambalo ulikuwa unataka kuipata, na ikitokea limeenda tofauti na wewe, litaenda mpaka sehemu ya nini? Ya stop loss, sehemu ambayo ulikuwa unataka kutoka. Tuko pamoja mpaka hapo? Ukime inamaanisha tumeelewana. Naendelea. Aina kuu za order, unaona. Aina ya kwanza tuna market order, unaona. Hii market order ni order ya kuingia sokoni mara moja kwa bei ya sasa, unaona. Sasa hii market order ni, kwa jina jingine unaweza kusema ni current market price, unaona, yani bei ya sasa hivi, unaona, labda price ina move sasa hivi. Kwa hiyo kwa bei hii ya sasa hivi sisi ndo tunaingia kubai au kufanyaje, kusell, unaona. Kwa hiyo aina hii ya order inafaa kwa traders wanaotaka kuingia haraka bila kusubiri. Mfano, unanunua euro USD kwa bei ya sasa ya 1.1, kwa hiyo una press buy kwa bei ya nini? Ya sasa. Lakini aina nyingine ya order tunasema ni limit order. Hii ni order ya kuingia sokoni wakati bei inafika kiwango fulani kilichowekwa. Labda hii kwenye hizi limit order zimegawanyika sehemu mbili. Tuna buy limit, unaona, tuna buy limit, alafu tuna sell limit, unaona. Kwa hiyo sasa, kwa mfano wewe umeseti bwana, mimi bei ikifika price labda ya 1.278, unaona, na price iko hapa, nataka ikifika kwenye hii hapa bei, basi broker afungue order ya kufanyaje? Ya kusell, unaona. Au market ikifika labda kwenye hii price ya 1.2340, basi na kama market iko hapa ikiwa inashuka hivi chini, basi market ikifika kwenye hii bei, basi broker afungue order ya kufanyaje?
ya kubai. Unaona? Kwa hiyo sasa hii order ya kuseli hapa juu ambao unategemea kwamba market ikifika hapa broker afungue order ya kuseli, tunasema hii tunaweka ni sell limit. Ni order ambayo unaweka sehemu ambayo unategemea soko kama likifika kwenye hiyo price au kwenye hiyo bei, basi broker moja kwa moja afungue order yako ya kufanya ya kusell. Alafu pia tuna buy limit. Buy limit ni order ambayo unategemea kwamba kama soko likifika kwenye hilo sehemu, kama lilikuwa lipo huku juu alafu likawa linashuka, basi wewe kulingana na uchambuzi wako uliofanya ukawa unaona kwamba likifika kwenye bei fulani soko linaweza likaanza kupanda. Kwa hiyo unamwagiza broker, una set bwana broker, mimi itakapofika price ya 1.23400 nataka ufungue order ya kubai. Unaona? Kwa hiyo utaweka stop loss yako, utaweka na nini na take profit yako. Unaona? Kwa hiyo hii limit order inafaa kwa traders wanaosubiri bei ipungue au ifanyaje ipande kabla ya kufanyaje ya kuingia. Kwa hiyo mtu unasubiria bei ipande ili uweze kufanyaje kusell, au unasubiria bei ishuke ili uweze kufanyaje kubai. Unaona? Kwa hiyo sasa, na by the time kama utakuwa na mambo mengi afu unahisi labda bei inaweza kafika muda huo hapo juu na wewe utakuwa haupo sokoni, unaweka sell limit au unaweka buy limit sehemu ambayo labda market utahisi labda bei itashuka mpaka hapo alafu itaanza kupanda, lakini by the time market inaweza kawa inafika hapo, wewe labda ukao uko busy au umetingwa na shughuli nyingine, ndipo unaweka ni buy limit. Hiyo ni kwa upande wa limit order. Aina nyingine ya order tunasema ni stop order. Unaona, stop order ni order ambayo inampa mamlaka broker au unamwambia broker akuingize sokoni wakati bei inapita kiwango fulani. Kwa mfano, una grafu hii hapa, unaona huku ni price, huku ni nini, ni time. Unaona bei hii hapa labda ni 1.5600. Unaona, kwa hiyo sasa wewe hii price labda ipo huku juu, unaona unategemea ifanyeje hii ishuke. Kwa hiyo sasa wewe unasema kwamba bei kama ikifika kwenye 1.5600 nategemea market iendelee kufanyaje kushuka. Unaona, kwa kama unategemea endelee kushuka, ndipo tunaweka nini, ni stop order. Na stop order yenyewe ambayo tunaweka hapo, kwa sababu stop order zimegawanyika sehemu mbili, tuna buy stop, unaona tuna buy stop alafu na tuna sell stop. Unaona, buy stop pamoja na nini na sell stop. Kwa hiyo sasa kama unategemea market ikifika hapa iendelee kushuka, unaweka order ya aina gani, ya sell stop. Unaona, na vile vile kama unategemea market 1.5600, unaona kama market ilikuwa inapanda huko afu unategemea basi market ikifika kwenye hii price ya 1.5600 iendelee kubai, basi unaweka order ya nini, ya buy stop. Unaona, kwa hizo zote ni nini, ni stop order. Kwa hiyo sasa ndio maana tunasema kwamba order ya kuingia sokoni wakati bei inapita kiwango fulani au bei fulani. Unaona, kwa hiyo hii order inatumika kwa breakout strategies, na unataka kuingia baada ya uthibitisho wa nini, wa mwelekeo. Yani ushathibitisha kwamba market tayari inashuka, ndipo unaweka hii nini, ni stop order yako. Kwa hiyo hizo ni aina tatu za msingi za nini, za order ambazo tunazitumia kwenye forex, ambapo tuna market order, tuna limit order na nini, na stop order. Lakini vile vile kuna aina nyingine za order ambazo tunazitumia sana, either unatumia aina zile tatu za order, lakini kwenye zile aina tatu za order, hizi ni order ambazo za msingi sana lazima uzitumie, ambao ni stop loss na pamoja na nini na take profit. Hizi unazitumia kwenye order zote zile tatu ambazo nimeingia, kwa sababu hutakiwi kutrade bila stop loss, hutakiwi kutrade bila take profit. Lazima ujue kwamba ikitokea soko limeenda tofauti na mimi, basi nitatoka sehemu fulani au biashara nitaifunga sehemu fulani, na kama ikienda upande wangu basi nitatoka na faida sehemu fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana kutrade kwa kutumia stop loss na take profit. Kwa hiyo hii stop loss ni order ya kufunga biashara moja kwa moja pale unapopoteza kiasi fulani cha pesa. Unaona kwamba umeingia kubai, lakini ikitokea soko limeenda tofauti na wewe, basi unaweka sehemu ambayo hii tunaita stop loss, unaweka hii order
ya ICL kwenye price fulani, kwamba ikitokea market imeenda tofauti na wewe, basi ikifika kwenye hiyo price moja kwa moja broker afunge hiyo trade, kwa sababu unakuwa umekosea moja kwa moja, na hiyo hasara ambayo inakuwa imepatikana hapo unakuwa upo willing kuichukua. Kwa hiyo hii stop loss inakusaidia kudhibiti hatari na kulinda mtaji wako, kwa sababu usipoweka stop loss na ikitokea soko limeendelea kushuka, inamaanisha kwamba mtaji wako unaendelea kutafunwa na unaendelea kupata hasara. Mwisho wa siku unaweza kujikuta unapoteza mtaji wote. Na take profit ni order ya kufunga biashara moja kwa moja pale unapopata faida fulani. Hii inakusaidia kuchukua faida kabla soko halijabadilika au hajabadilisha mwelekeo, kwamba umeingia kubai hapa, unategemea market ikifika price fulani hapa labda 1 ngapi huko, kwamba broker afunge hii order ya kubai. Hata kama wewe utakuwa haupo sokoni au unafanya shughuli zako fulani zozote zile, unakuwa huna muda, lakini kwa vile uliweka take profit, kwa hiyo kama ulikuwa uko busy na price ilifika hapa, basi utakuta moja kwa moja broker alifunga ile order, kwa sababu uliweka take profit. Kwa hiyo kila trade inapaswa kuwa na stop loss na take profit. Bila hivyo unacheza kamari. Yani bila kuweka stop loss na take profit, huna tofauti na watu ambao wanacheza kamari. Of course hata wacheza kamari wenyewe siku hizi wako smart, kwa sababu wana riski kiwango cha pesa ambacho wapo willing kukipoteza. Sasa wewe mwenzangu na mimi unacheza kamari, lakini pesa ambao hujui ikitokea umepata hasara unapoteza kiasi gani, hiyo kamari yako inakuwa ni mbaya sana, inakuwa haipo calculated. Kwa hiyo lazima ujue kiasi utakachopoteza ni kiasi fulani na utakachopata ni kiasi fulani. Saikolojia ya orders. Market order inaleta pressure, unahitaji kuwa tayari kiakili. Kwa hiyo kwa sababu hii ni order ambayo unaingia hapo soko linapokuwa linafanya lina move, au at current market price. Lakini vile vile limit order hii inajenga subira, unajifunza kusubiri nafasi bora. Kwa hiyo ukiweka limit order utasubiri labda bei ifike sehemu fulani ambayo kwa hiyo unaona ni sahihi kuingia au ni sehemu salama kuingia, ndipo ile order yako inafunguka. Stop loss inaondoa hofu, kwa sababu unajua ni wapi unakata hasara, na take profit vile vile inaondoa tamaa, unajua ni wapi unachukua faida. Na mara nyingi watu wengi unakuta anaweka stop loss afu haweki take profit. Matokeo yake market inaenda, anashindwa kufunga ile trade, mwisho wa siku trade inageuza, inarudi ilikotoka, anajikuta anatoka na hasara. Kwa hiyo ni lazima ujue ni sehemu gani kwa kutosheka na sehemu gani kwa kuchukua hiyo hasara. Sura ya 17, jinsi ya kufanya biashara ya forex kwenye simu, tunasema ni mobile trading. Mobile trading ni nini? Mobile trading ni kufanya biashara ya forex kwa kutumia simu ya mkononi badala ya kompyuta. Kwa hiyo nilisema hapo awali kwamba hata kama ukiwa na simu ya mkononi still bado unaweza ukatrade na ukapata faida vizuri kabisa. Kwa hiyo hutakiwi kuwa na pressure. Kama hauna kompyuta, unatumia simu tu peke yake, hutakiwi kuwa na pressure. Lazima hiyo simu yako itakuwezesha wewe kufanya biashara ya forex ukapata faida, na kupitia hiyo faida ukanunua kompyuta au ukafanya matumizi yako mengine. Faida ya simu inakupa uhuru wa kufuatilia soko, kuweka order na kuchukua faida ukiwa kazini, nyumbani au safarini. As long as una access ya internet, simu ni njia moja nyepesi sana, kwa sababu ukifungua tu platform MT4 MT5 unaweza ukabuy au ukasell hapo. Tofauti na kompyuta mpaka ije wake ulogin kwenye account yako hivi na hivi inachukua muda mrefu, lakini simu ni fast. Hata kama upo kwenye daladala, upo kwenye bodaboda, upo wapi, as long as una internet, wewe unaweza kufanyaje ukatrade. Kwa hiyo simu yako sio tu kwa mitandao, utakiwa kuitumia tu kwenye mitandao kutafuta umbea, sijui WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook na kadhalika, au kupiga simu kuzungumza na watu. Vile vile unaweza ukaitumia kama chombo cha biashara ya kimataifa ambao ndio forex trading. Faida za mobile trading. Faida ya kwanza ni uhuru wa mahali, kwamba unaweza ukafanya biashara ukiwa popote pale duniani, eneo lolote, as long as kuna internet. Vile vile ufuatiliaji wa haraka. Unaweza kufuatilia trades zako kwa muda halisi, kwamba unaweza kuwa una monitor trades zako kwa kutumia simu. Hii inaweza kukuzuia pia vile vile kuepukana na hasara ambazo sio za msingi. Hasara mbaya zile unaweza kuepuka nazo, kwa sababu simu sidhani nahisi
simu unakuwa nayo kila sehemu, kwa hiyo ni rahisi wewe kufuatilia nini, kufuatilia biashara zako au trades zako sehemu yoyote. Vile vile unakuwa na price alerts, unaona, arifa za bei, kwamba simu inaweza kukutumia alerts za mabadiliko ya soko. Unaona kwamba unaweza ukawa una set bwana, price ikiwa inapita sehemu fulani bwana, initumie notification, ambazo ndio hizo alerts. Unaona, unakuwa unatumia, unaweza ukaseti vyote. Kwa hiyo ni rahisi wewe kufanyaje, kufuatilia chart ukiwa popote na kwa wakati sahihi. Vile vile simu ni rahisi kutumia kuliko kompyuta. Application nyingi ni rahisi na zina interface rafiki kwa nani? Kwa wanafunzi au kwa trader yoyote yule. Unaona, application za simu. Kwa hiyo unaweza ukafanya uchambuzi, unaweza ukatrade, unaweza ukafanya kila kitu ambacho unakifanya kwenye kompyuta ukakifanya kwenye nini? Kwenye simu, na kwa urahisi zaidi. Application maarufu za mobile trading, kuna MetaTrader 4. Unaona, hii MetaTrader 4 ni maarufu, rahisi kutumia, inapatikana kwenye Android na iOS. Vile vile kuna MetaTrader 5. Hii iko advanced version ya MT4, ni MT4 iliyochangamka. Unaona, na kitu kilichoongezeka, ina indicator nyingi zaidi, japokuwa indicator sisi hatuzitumii, lakini zipo indicator nyingi, tutaziangalia kwa mbele. Lakini vile vile tuna C-Trader ya mobile. Hii ni ya kisasa zaidi kuliko MT4 na MT5. MT4 ina interface ya kisasa, unaona, na depth of market. Hii kidogo ni ngumu, lakini ni nyepesi, unaona, lakini nzuri sana kwenye kuitumia ni MT4 au MT5, kwa sababu brokers wengi sana wana offer MT4 na MT5. Ila hii C-Trader kuna brokers wengine unatakiwa kufanyaje, kuilipia. Lakini vile vile mabroker siku hizi na wenyewe pia wana application zao wao binafsi, unaona. Kwa hiyo hizi application za broker pia unaweza ukautumia kwenye kufanya trading. Ukadownload application ya broker ambayo unamtumia, then ukalinki account zako mle, ukawa una trade vizuri kabisa, unaona. Apps za broker wako kama Exness, Forex au ni broker, unaona, zinaweza kuwa na features za kipekee ambazo hazijatofautiana sana na MT5 na MT4, unaona. Kwa hiyo mimi nashauri ni beta zaidi kuanza na MT4 au MT5, kwa sababu ni rahisi na inapatikana kwa brokers wengi, sio wengi tu, brokers wote, na ina tutorials nyingi mtandaoni. Kwa hiyo namna ya kutumia MT4 au MT5 ni rahisi sana, kwa sababu ukiingia YouTube kuna video zaidi ya milioni ambazo zote zinaelekeza namna ya kutumia MT4 na MT5, na video yenyewe dakika 2 dakika 3 tayari imeisha, ushajua kutumia MT4 MT5. Jinsi ya kufanya biashara kwa simu: pakua application sahihi ambayo ndio MT4 au MT5 kutoka Play Store au App Store. Nadhani kila mtu hii amedownload anayo kwenye simu yako. Hakikisha ni version rasmi, epuka application fake. Kwa hiyo ukiingia kwenye App Store au kwenye Play Store ukiandika MT4 au MT5 inakuja. Kwa hiyo brokers wengi nowadays siku hizi wana shift kutoka kwenye MT4 kwenda kwenye MT5, japokuwa kuna wengine wanazo zote. Kwa hiyo ni machaguo yako wewe, utumie MT4 au MT5. Vile vile ingia na account ya nani? Ya broker. Tumia login credentials kutoka kwa broker wako. Unaweza kuanza na account ya nini? Ya majaribio. Kwa hiyo ukisha download hii hapa platform, lazima ufungue account kwa nani? Kwa broker. Unaona, utafungua account kwa broker, utajisajili kule kwa broker, then atakutumia login credentials kwenye email yako, then utaingia. Nafikiri kesho mchana tutafanya hili zoezi la kuunganisha akaunti zenu ambazo mmezifungua kwa broker, ukaziunganisha na MT4 au MT5. Ni rahisi sana. Hii tutaelekezana kwa njia ya message kwenye group kesho, kuanzia kwenye mida ya 4:30. Unaona, chat au mida ya mchana hapo, itategemea muda utapatikana muda gani, then tutaelekezana kwa usahihi. Vile vile unatakiwa kutumia chat na indicators kwa busara. Yani chat yako inatakiwa iwe clean, iwe safi, isiwe na indicator nyingi wala isiwe na michoro mingi ya mistari. Unaona, tumia price action, support au resistance. Sasa hizi support au resistance, hizi ni strategies ambazo tunazitumia, ambazo tutakuja tutazisoma huko mbele. Unaona, kuna strategies nyingi. Kwa hiyo huu ni kama ni mfano. Then unachagua time frame ambazo zinakufaa, kwa sababu kila time frame ambayo unakuwa unaiona hapa ina matumizi yake kwenye kufanya nini? Kwenye kufanya uchambuzi wa soko. Vile vile weka orders kwa mpango. Tumia market order, limit order au stop order kulingana na mpango wako au kulingana na plani yako, the way jinsi unavyohisi au unavyoona soko litafanya litaenda, bila kusahau kuweka stop loss na take profit kila wakati.
Unaona, fuata ratiba na saikolojia yako. Unaona, kwa hiyo kwenye trading lazima ujiwekee ratiba kwamba muda fulani mimi nitakuwa na trade hivi na hivi. Kwa hiyo lazima uifuatishe ile ratiba. Ukienda tofauti na ratiba inavyokuambia, utajikuta unapata loss ambazo endapo ungefuata ratiba yako, hizo loss ungefanyaje? Ungeziepuka au ungepata loss kidogo sana. Makosa ya kuepuka katika mobile trading: kufanya biashara kwa hisia, unaona, au panic buying au selling. Unaona, sometimes unaweza ukajikuta umepata loss au opportunity imekupita ukajikuta unaingia kubuy au kusell kwa kufanyaje? Kwa kupanic. Hicho kitu unatakiwa ukiepuke kwa gharama yoyote. Ukishajiona tayari una hali fulani hivi ya kihisia ambayo haiko sawa, ni bora uache. Funga chati zako, funga platform zako, endelea na biashara zako nyingine, usitrade, kwa sababu utajikuta badala ya kutumia akili unakuwa unatumia hisia zaidi, na mwisho wa siku kupelekea wewe kufanyaje? Kupata hasara. Vile vile kuingia sokoni bila uchambuzi wa kutosha. Lazima uweze kuingia sokoni, kuingia kubai na kusell bila kufanya uchambuzi. Ni muhimu kufanya uchambuzi. Kutegemea alerts bila kuelewa muktadha. Unaona kwamba yani unategemea tu umetumiwa tu, labda ujumbe umeingia Euro USD anabai sijui na hivi, hizo email mtazipokea sana ukianza kudownload hizi platform. Kwa hiyo unaingia tu kubai na kusell huko, utapata hasara. Kwa hiyo lazima utakiwa kuingia kutrade bila kufanya kufanya analysis. Vile vile kufanya overtrading kwa sababu ya urahisi wa app. Ni rahisi sana kufanya overtrading kwenye simu. Unaona, kwa sababu ni rahisi sana, kwa sababu ukifungua tu tayari unabonyeza buy na kufanyaje? Na kusell. Kwa hiyo makosa ya msingi sana haya yaepuka kwa gharama yoyote. Jitahidi sana uyaepuke haya makosa, utajikuta unaepuka hasara zisizokuwa na msingi. Jinsi ya kufungua akaunti ya Forex. Nafikiri ni sura ya 18, nadhani tutaendelea kesho. Hapa naona muda umetutupa mkono.